Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche amezungumzia kuhusiana na siku 100 za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan tangu alipoingia madarakani tangu Oktoba 29, 2025. Rais Samia Suluhu Hassan alitangazwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufuatia uchaguzi mkuu uliotamatishwa Oktoba 29, 2025. Uchaguzi huo ambao uliambatana na vurugu pamoja na maandamano ambayo ilipelekea vifo vya Watanzania wengi katika uchaguzi huo pamoja na uharibifu wa mali za umma na mali binafsi. Makamu huyu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema anaweka wazi taswira ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, akisema kwamba chama hicho hakitambui siku 100 za Daktari Samia Suluhu Hassan kama rais wa Tanzania, lakini pia chama hicho hakitambui mamlaka zilizopo madarakani kufuatia vurugu pamoja na maandamano ambayo yaliibuka katika siku ya uchaguzi wa Oktoba 29. Lakini ifahamike pia kwamba chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kilikataa wazi kushiriki katika uchaguzi huo, huku kiitaka serikali iliyopo madarakani, serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, kufanya mabadiliko mbalimbali ya sheria za uchaguzi pamoja na upatikanaji wa katiba mpya kabla ya kuingia katika uchaguzi mkuu, kitendo ambacho mamlaka zilisema kwamba ni vigumu sana swala hilo kuweza kutekelezwa ndani ya kipindi cha muda mfupi. Makamu huyo wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ambaye sasa ndiye kiongozi mkuu kufuatia mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu kuendelea kusalia gerezani na kesi yake ya uhaini, akizungumza na BBC, John Heche amesema kwamba sisi hicho kinachoitwa siku 100 hatukitambui. Msimamo wetu wa chama kuhusu kinachoitwa uchaguzi uko wazi, kwamba uchaguzi haukufanyika. Hatutambui viongozi walioko kwenye madaraka kwa sababu ni watu wamejipachika kinyume cha katiba ya nchi yetu ibara ya 8. Alizungumzia hivyo John Heche alipoulizwa kuhusu uwezekano wa maridhiano na mchakato wa katiba mpya. Heche ameweka wazi kwa mazingira ya sasa haruhusu mazungumzo yoyote. Amebainisha kuwa viongozi wa Chadema hawawezi kufanya maamuzi ya maridhiano wakati mwenyekiti wao Tundu Lissu bado yuko gerezani na mikutano ya vikao vikuu vya chama imezuiliwa. Unajua, haya mambo tulisema mwanzo kwamba jamani, msiende kwenye mazingira haya, yatatuletea shida kubwa. Sasa haya maridhiano tunayafanyaje? Jambo la kwanza, sisi kwetu binafsi, mimi binafsi kama John Heche siwezi kuamua jambo bila chama kukaa vikao na kuzungumza. Vikao vya chama chetu vinavyoweza kufanya maamuzi kama makubwa ni kikao cha kamati kuu na baraza kuu na mkutano mkuu, ambavyo kwa sasa vimezuiliwa kinyume cha utaratibu wa sheria. Ameeleza hivyo John Heche. Watu wamepoteza ndugu zao, hawajapewa hata miili kuzika ndugu zao. Watu walioumiza watu hawajawajibishwa. Sasa unafanya maridhiano ya aina gani katika njia ya kuiondoa nchi katika mkwamo huu wa kisiasa? Heche amezungumza na kumshauri Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa hatua pekee ya busara ni kuridhiana kufanyika kwa uchaguzi mkuu mwingine. Amesema hiyo ndio njia rahisi na ya kistaarabu itakayoruhusu wananchi kuchagua kiongozi wanayemtaka kwa njia ya kidemokrasia na kurejesha utulivu wa kweli nchini Tanzania. Amezungumza hivyo makamu huyo mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema